Hii ni barua ya leo Jumamosi ya tai wanakusanyika pamoja kutoka kwa nabii wa Mungu, ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, ya leo Jumamosi tarehe 28 mwezi wa pili mwaka wa 2026, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa bibi harusi neno bikira, nimeketi hapa asubuhi ya leo nikiuhisi upako wa aina yake ninapousikiliza, kuusoma na kujifunza ujumbe huu ambao bibi harusi atakaousikia Jumapili. Utu wangu wote umejaa upako. Moyo wangu unabubujika kwa furaha kubwa nikijua sote tutakusanyika pamoja kutoka kote ulimwenguni kwa upako huu ule ule. Tutakuwa tukifurahi, tukimsifu Bwana sote kwa wakati mmoja, yeye anapozungumza na kila mmoja wetu na kulifunua neno lake. Upako utakuwa mkubwa sana hivi kwamba kutakuwa na kupiga makelele na kupaza sauti, haleluya, amina, jina la Bwana lisifiwe, kote ulimwenguni kwa wakati mmoja, tunapovumisha mbingu kwa sifa na kuabudu kwetu. Kitu gani kitakachotukia? Mungu atakuwa akimuunganisha na kuzungumza na bibi harusi wake. Tutakuwa jamii moja katika nia moja, kwa umoja, anapojifunua na kujidhihirisha mwenyewe kwetu. Hakuna mahali pakuu zaidi unapoweza kwenda. Hakuna sauti kuu zaidi unayoweza kuisikia. Hakuna upako mkuu zaidi kuliko sauti ya Mungu ikizungumza nawe moja kwa moja kwenye kanda. Mungu amelilinda neno lake tangu mwanzo na ameandaa mahali ambapo watoto wake wote wanaweza kwenda na kumsikia yeye akinena na kulifasiri neno lake mwenyewe. Mahali ambapo hakuna kubahatisha, hakuna kutumai, hakuna kushangaa. Ndiyo mahali palipoandaliwa na Mungu pa kuisikia Bwana asema hivi. Wakati hilo linapofunuliwa kwako, ni kama nuru kubwa ambayo imewashwa moyoni na nafsini mwako. Unapaza sauti, hili ndilo naliona, mimi ni mmoja na neno, mimi ni neno, mimi ndiye bibi harusi, nimewasili. Linatendeka, nao hawajui. Hiyo ni kweli. Mwaona? Naam Bwana. Kwa kuwa popote ulipo mzoga, ndipo watakapokusanyika tai halisi tu kama ulimwengu. Unaona? Hivyo ndivyo ilivyosema. Je, mzoga ni nini? Neno. Yeye ni neno. Mzoga, Kristo. Kristo ndani yako, yeye yule jana, leo na hata milele. Jinsi ilivyo kweli. Tunapokusanyika kulisikiliza neno, wasiwasi wetu wote, msongo wetu wote wa mawazo, matatizo yetu yote hutoweka tu. Tunafurahi tunapogundua kuwa hatuna cha kuwa na wasiwasi nacho. Sisi ni bibi harusi wake. Yeye hayuko tu pamoja nasi, bali yu ndani yetu. Sisi ni ile mbegu bibi harusi neno. Kila kitu ni kikamilifu. Wakati wake ni mkamilifu. Sisi ni wakamilifu. Tumeridhika mno na kushukuru sana kusema sisi ni neno lake lililodhihirishwa, tuliozaliwa kibikira. Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele, akiishi na kukaa ndani yetu. Haleluya! Hatuwezi kupatana hata kwenye neno moja. Lazima tuisikie sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda. Je, umepata kuona tai akipatana? La Bwana. Yeye hapatani kamwe, wala Mkristo halisi pia. Yeye si mtu mdhaifu. Yeye atawinda hata atakapoipata. Amina. Naam Bwana. Yeye atapata nyama yake. Yeye anataka mana mpya. Atafika kule na kuchimbua mpaka ipate. Ataruka juu zaidi na zaidi.
Iwapo haimo kwenye bonde hili, ataruka juu zaidi. Kadiri urukavyo juu, ndivyo unavyoweza kuona mbali zaidi. Kwa hivyo, ni wakati wa tai wa siku hizi kuruka juu zaidi, wakachimbue kwenye ahadi za Mungu, si kuishi kwa chakula cha mwewe kilichouawa miaka mingi iliyopita. Tokeni kwake. Kaa tayari, ewe bibi harusi. Tutaila mana hiyo mpya, tukiketi chini ya ule upako mkuu zaidi uliopo. Jumapili hii saa 6 mchana masaa ya Jeffersonville, ni saa 2 usiku Afrika Mashariki, tunaposikia 65-0218 ile mbegu haitarithi pamoja na kapi. Tunawaalika bibi harusi kutoka kote ulimwenguni kuungana nasi kula kwenye njia kamilifu ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili ya siku hii, mahali pekee ambapo bibi harusi anaweza kusema amina kwa kila neno, ambapo upako mkuu wa Roho Mtakatifu unaponena na kumkamilisha bibi harusi wake kwa kubonyeza play na kusikia na kulipokea neno lake. Ndugu Joseph Branham. Maandiko: Mathayo sura 24 mstari wa 24, Luka sura 17 mstari wa 30, Yohana sura ya 5 mstari wa 24, Yohana sura ya 14 mstari wa 12, Warumi sura ya 8 mstari wa 1, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 27 hadi wa 31, Waebrania sura ya 13 mstari wa 8, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 7, Ufunuo sura ya 10 yote, Malaki sura ya 4 yote.